Chama cha Mapinduzi kimetoa onyo kali kwa umma ambayo imesababisha uoga na taharuki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, Faris Burhani, ametoa msimamo mkali akisisitiza umuhimu wa vijana kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi, huku akionya kuwa vitendo vya vurugu, chokochoko na kelele havitavumiliwa katika mkoa huo. Kauli hiyo imetolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Kasharunga, wilaya ya Muleba, mkoani Kagera Region, ambapo vijana na viongozi wa chama na wananchi walihudhuria kwa wingi. Mkutano huu ulikuwa sehemu ya mikutano ya kisiasa inayolenga kuhamasisha wananchi kuhusu masuala ya maendeleo, amani na mshikamano wa kitaifa. Akizungumza mbele ya hadhara hiyo, Faris Burhani amesema vijana wa mkoa wa Kagera wako tayari kusimama kidete kulinda heshima na hadhi ya viongozi wa chama na serikali wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa Burhani, jukumu la kulinda amani si la vyombo vya dola pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi, hasa vijana ambao ni nguvu kazi kuu ya taifa. Amesema vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kudumisha maadili mema ya jamii na kuhakikisha kuwa vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama vinazuiwa mapema. Katika maelezo yake, amesisitiza kuwa mshikamano wa vijana ni nguzo muhimu katika kuhakikisha utulivu kwa vijana unaendelea kudumishwa. Ameongeza kuwa vijana wanapaswa kuelewa nafasi yao katika ujenzi wa taifa kwa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo badala ya kujihusisha na vitendo vinavyoweza kuvuruga amani. Aidha, amewataka vijana kuzingatia sera na miongozo ya Chama cha Mapinduzi, akieleza kuwa kufuata mwelekeo wa chama hicho kutasaidia kujenga jamii yenye nidhamu, uwajibikaji na mshikamano wa kitaifa. Kwa mujibu wake, siasa zinazozingatia maadili zina nafasi kubwa katika kuleta maendeleo endelevu. Na akifafanua zaidi, Burhani ameeleza kuwa taifa linahitaji vijana wenye nidhamu, wanaoheshimu sheria na wanaotumia nguvu na ubunifu wao katika kuleta maendeleo ya kiuchumi. Alisisitiza kuwa vijana wanapaswa kuelekeza juhudi zao katika shughuli halali za uzalishaji mali badala ya kushiriki katika matendo yasiyo na tija. Katika hatua nyingine, ameonya kuwa yeyote atakayehusika na vitendo vya vurugu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi. Na kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho mjadala wa nafasi ya vijana haswa katika siasa na usalama wa jamii unaendelea kujadiliwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa upande wake, katibu wa halmashauri kuu ya taifa mukipenda NEC, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, Kenani Kihongosi, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha maadili ya kisiasa miongoni mwa wanachama wa chama hicho. Akizungumza katika mkutano huo, Kihongosi amesema kuwa maadili ya kisiasa ni msingi muhimu katika kujenga siasa safi na zenye kuzingatia maslahi ya wananchi. Ameeleza kuwa wanachama wa chama wanapaswa kuwa mfano bora kwa jamii kwa kuzingatia uadilifu, kuheshimiana na kufuata miongozo ya chama. Kwa mujibu wa Kihongosi, siasa zisizo na maadili zinaweza kusababisha migawanyiko isiyo na tija katika jamii, hali ambayo inaweza kudhoofisha juhudi za maendeleo. Na kwa hiyo amesisitiza kuwa muhimu kwa wanachama wote kuzingatia mafunzo yanayotolewa na chama ili kuhakikisha kuwa wanachangia katika kujenga jamii yenye mshikamano. Aidha, amewataka vijana kuendelea kujifunza na kujijengea uwezo katika nyanja mbalimbali ili waweze kushiriki kikamilifu katika uongozi na maendeleo ya taifa. Amesema chama kinaendelea kuweka mikakati ya kuwawezesha vijana ili waweze kuchangia katika mabadiliko chanya ya kijamii na kiuchumi. Katika muktadha wa maendeleo, viongozi hao wameeleza kuwa vijana wanapaswa kutumia fursa zilizopo katika sekta mbalimbali za uchumi ili kujikwamua kiuchumi na kuchangia katika ukuaji wa taifa. Wamesisitiza kuwa nidhamu, elimu na uzalendo ni nguzo muhimu katika kufanikisha malengo hayo.
Kwa ujumla, mkutano huu umebeba ujumbe wa kuhimiza amani, mshikamano na maadili ya kisiasa miongoni mwa vijana na jamii kwa ujumla. Viongozi waliozungumza wameweka mkazo katika muhimu wa kuendelea kudumisha utulivu wa nchi kama msingi wa maendeleo endelevu. Ujumbe huo umejikita katika dhana kwamba amani na utulivu ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya taifa na kwamba vijana wana nafasi ya kipekee katika kuhakikisha kuwa hali hiyo inalindwa na kuendelezwa. Kwa upande wa wachambuzi wa kijamii na kisiasa, matamko kama haya yanaonyesha msisitizo unaowekwa kwa vyama vya siasa katika kuhamasisha vijana kushiriki katika kulinda utulivu wa nchi. Hali hiyo pia inaakisi juhudi za kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuzuia vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani. Aidha, kauli hizo zinaonyesha umuhimu wa kuendelea kuimarisha maadili ya kisiasa kama njia ya kuhakikisha kuwa ushindani wa kisiasa unafanyika katika misingi ya heshima, sheria na ustaarabu. Na hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa mijadala ya kisiasa haigeuki kuwa chanzo cha migogoro au vurugu. Na katika hitimisho, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wamewataka wananchi hususan vijana kuendelea kushirikiana na mamlaka mbalimbali katika kulinda amani na kuhakikisha kuwa Tanzania inaendelea kuwa nchi yenye utulivu, mshikamano na maendeleo ya kudumu. Maendeleo ya kauli hizi pamoja na utekelezaji wake yanatarajiwa kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa kisiasa na kijamii, huku mjadala wa nafasi ya vijana katika ujenzi wa taifa ukiendelea kuwa ajenda muhimu katika maendeleo ya taifa. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi, zidi kutupiga jeki kwa kusubscribe, kulike na kushare, na vilevile kugonga alama ya kengele ndipo usipokee taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.